Wilaya ya Masasi leo ndiyo mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ratiba yake inaonyesha yuko kwenye wilaya ya Masasi kata zote. Umesikia mheshimiwa? Natoa salamu kwa msimamizi wa uchaguzi INEC wilaya ya Masasi mjini. Lazima azingatie taratibu na kanuni. Sehemu yoyote anapokuja mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni marufuku kwa chama chochote cha siasa kufanya kampeni zaidi ya mgombea wa rais wa chama cha AFP katika wilaya ya Masasi leo. Nimeeleweka mheshimiwa katibu mkuu? Narudia tena, na kama yupo msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hili la Masasi mjini au wilaya ya Masasi kama ananisikia, endapo mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa aina yoyote wa chama chochote anakuja kwenye halmashauri ya Masasi kuja kufanya mkutano kuongea na wananchi, haitakiwi chama chochote kufanya mkutano wa aina yoyote, uwe wa mbunge uwe wa diwani. Hilo ni marufuku. Lakini chama cha wakulima AFP, mheshimiwa katibu mkuu, tumekuwa wavumilivu na wastahimilivu katika hili. Hiyo ilikuwa salamu yangu ya kwanza. Lakini salamu ya pili, nimetumwa na wananchi wa wilaya ya Masasi, lakini kipekee kwa sababu mkoa wa Lindi ulishindwa kufanya kampeni kwa sababu zisizojulikana. Wewe mwenyewe unazijua na uliwasamehe. Kwa sababu ziara yako ilionyesha kuomba kura utaenda mpaka Nachingwea. Nimeagizwa wana Masasi na wana Nachingwea, kuna mfupa ambao umewashinda chama kinachotawala madarakani sasa hivi. Mfupa huo umemshinda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mfupa huo umeshindwa Ali Hassan Mwinyi marehemu, naye pia umeshindwa. Mfupa huo umeshindwa Benjamin Mkapa, lakini mfupa huo umeshindwa JK au Jakaya. Lakini mfupa huo pia naamini kama angeendelea labda angeumaliza John Pombe Magufuli, naye mfupa huo umeshindwa. Na si mfupa huo ambao ni kero kubwa kwa wananchi wa Masasi na Nachingwea. Kipande cha Masasi na Nachingwea kiwango cha lami hadi leo toka uhuru kipande hicho akijao kupigwa lami. Uongo kweli? Umenielewa mheshimiwa? Kipande kutoka Masasi kwenda Nachingwea mpaka uhuru hadi leo, na wanakuja kwenye viwanja hivi wanawaambia kipande hicho kila siku kuna zaburi inaendelea. Kipande hicho hadi leo akijajengwa ni kilomita 54. Uongo kweli wana Masasi? Lakini jambo la mwisho kipekee, wananchi wa Nachingwea, wilaya ya Nachingwea, wana kero kubwa ya tembo. Tembo imekuwa ni changamoto kwa wilaya ya Nachingwea. Tembo hawa inasababisha wananchi wanakufa, wanapotea, lakini hakuna chochote serikali inajaribu kuwafanyia na kuwalesha utaratibu wa aina yoyote. Mimi mwenyewe pekee mheshimiwa mgombea wa rais, kipindi hicho wale watu wa Nachingwea kama wapo, kuna mtu anaitwa Hashim Komba alikuwa mkuu wa wilaya ya Nachingwea, tunamjua. Mimi nilikuwa najaribu kudiriki kuwasiliana naye na kumwambia naomba wasaidie wananchi wa Nachingwea, hawa tembo waondoke. Na naamini Hashim Komba popote alipo kwenye Tanzania hii anajua mimi nilikuwa nawasiliana naye ili afanye utaratibu wale tembo waondoke. Lakini kilichokuwa natokea, waliokuja sasa hivi wakuu wa wilaya wakiwaambia tembo wanatusumbua, wanasema hawana uwezo. Hivi umeteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili ukamsaidie nani? Tuulizane. Yani ameteuliwa mkuu wa wilaya ili akamsaidie nani? Rais, si ndio? Si ndio? Kwa hiyo mheshimiwa, mimi nimalizia kwa kusema hivyo. Nachingwea wana changamoto ya tembo, na tembo wanakufa watu kila siku ya Mungu. Kwa hiyo naomba katika hili, naomba ukasimamie wananchi wa Nachingwea kwa salamu hizo wazonipa. Lakini na barabara kipekee ya Masasi na Nachingwea na Nganga na Nachingwea imekuwa ni kero kubwa. Mheshimiwa katibu mkuu wa chama Mzee Laili Gania Rashidi, japo kwa dakika 3 uliongee umkaribishe mpendo wao.